maana yake press nyingi na mwisho wa siku watu wametiwa mbaloni. Nimeona watu wanalalamika mtandaoni wanasema mambo ya kimpira yanaisha kimpira, sasa inakuwaje tunapelekana polisi? Mwindi wa Simba ametiwa mbaloni. Kwanza hili wewe unalizungumziaje? Mimi nilikuwa mtu wa kwanza baada ya press yao juzi kufanyika. Sawa, nilikuwa mtu wa kwanza kupiga kipindi kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii na nikaposti kwamba sisi tulifanya press tukaambiwa tumeenda kinyume na utaratibu. Ndiyo. Na tukachukuliwa hatua na tukaenda Central tukafanya mahojiano. Tumezungumza vile vitu vyote. Kesi imekusumbua sana. Ile kesi tumetumia miezi 6 mpaka kufika mwezi wa 7 ndio tumeambiwa mpaka mtakapoitwa ndio tukasimama kwenda, lakini kwa kila baada ya wiki 2 tunaenda Central. Umeona, na watu wa Simba wengi. Na press yenu nyinyi mlija ilikuwa mwezi wa ngapi kipindi kile? Press ilikuwa mwezi wa pili. Press ilikuwa mwezi wa pili mwaka huu. Tunavyozungumza huu ni mwezi wa 9. Ni mwezi wa 9. Ilikuwa mwezi wa pili, na mwezi wa pili huo sisi tukafikishwa kwenye ngazi za sheria, lakini wana Simba wengi walichukia kwa nini sisi tulifanya lile jambo. Ndiyo. Na walishindikiza sisi tuwekwe ndani na tufungwe kabisa. Kumbe sisi tulikuwa tunadai maslahi mapana ya klabu. Sisi hatukwenda kumtukana mtu. Kwenye ile press yetu. Sababu press yetu ile ndio imesababisha katiba tumekabidhiwa mpya kupitia press ile ile. Press ile ndio imewapelekea viongozi wa pande zote mbili, mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa wanachama kuitisha press na kwenda kwamba wameingia mikataba na kampuni hizi kwa ajili ya utoaji kadi za mashabiki. Likatolewa mpaka tamko la lini zitatoka kadi. Kupitia press yetu ile ile. Lakini press hiyo imeenda kufanya utulivu, Simba imeenda kufanya vizuri, tumepata makombe 2 na watu tukawa tunafly, Simba inaonekana imekaa kwenye njia. Lakini baada hapo msimu unaanza, sisi baada ya kupata hili kwa Jeruti, watu wakaonekana kwamba wameanza kuchukia. Kwa nini sisi tupo kwa Jeruti, si machawa, sisi wanafiki? Na kati sisi tukio letu la Jeruti limepewa dhamana na baraka ya viongozi. Jeruti amedili na sisi, lakini hakuweza tu kututumia sisi moja kwa moja, kwa sababu sisi ni wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Hawezi kudili na sisi moja kwa moja kwa sababu yeye anafanya kazi na Simba. Ameingia mikataba na Simba, lazima afuate protocol. Ameandika barua kupeleka kwa viongozi wa Simba na wametoa baraka. Kikubwa tusikeuke na misingi ya klabu basi. Baraka ipo, barua imerejea mrejesho na sisi wote maifuesa tunayo. Sasa shangaa watu wanatokea wanatutukana, tutasia takataka, hatu highlight paper. Ni vitu ambavyo havina maana. Kwa hiyo tunaona kwamba wanazalisha hii migogoro kwa sababu wale wauza jezi feki, maana yake watu wao wakubwa wapo ndani ya klabu yetu. Kwa hiyo sisi tukiendelea kukamata zile jezi feki, maana yake wale hawatauza. Wasipouza maana yake mipango yao ya kibiashara inakwama. Kama inakwama wanafikiri watu watashindwa kuendesha bifu. Hii ni bifu ya kiuchumi. Kwa hiyo maana yake tumeenda kuharibu biashara za watu. Na ndio maana unaona kelele zimekuwa nyingi. Yule katoka kule, sababu hata ukiangalia wale ukamatwa jana wote wametisha press, kuangalia wote wanatuataki sisi. Yaani wanamwataki Jeruti, lakini akili yao yote na mawazo yao ni sisi. Sababu walitutaja kwenye ile press yao ya juzi. Maana sisi ni maadui wa Simba. Wakati sisi tunaenda kuisupport Simba sasa kutoka pale ilipo na kwenda hatua inayofuata, kwa sababu ukiangalia sponsor wetu wa kwanza wa gharama kubwa maana ni bilioni 1 ambaye ilikuwa ni vunja bei. Ndani ya misimu miwili maana ni bilioni 2. Anaofuata ni Sunderland. Ameingia mkataba bilioni 2. Maana bilioni 1 nyingine imefanyaje? Imeongezeka pale juu ndani ya miaka miwili. Lakini huyu kaingia analipa bilioni ngapi? Bilioni 6 kwa mwaka. Ya jezi kama jezi ni bilioni 5, lakini kuna bilioni 1 inatoka kwa ajili ya ule uwanja ambaye amesema atajenga. Hivi huyo mtu ana namna gani? Lakini hakuishia hapo. Amesema atasajili mchezaji, hiyo ni bonus. Na amemleta mchezaji dirisha dogo msimu ulioisha. Mchezaji huyo aliyomleta ametoa zawadi ya gari, sio kwa yule tu Inolowemba. Alitoa siku ya kwanza kwa Inolowemba, lakini akasema nitawapa na wao wengine wote. Na kweli tuliona wote walienda wakakabidhiwa gari, wale wengine wote wanne wakakabidhiwa gari. Kina Kasali wote wakakabidhiwa gari. Kwa sekunde moja tu nimeona ujumbe hapa na itabidi twende hivyo hivyo Mnandi, itabidi ubalance kutokana na muda. Nimeona kuna ujumbe hapa kuna ujumbe hapa nimeona kuna mtu hapa ametuma anasema bora mngefungwa tu. Maana nyinyi wanafiki, Mungu awalaani, mtuachie Simba yetu. Huyo ni mtu ambaye hajitambui na wako wengi hata kwenye comments. Sasa hapa kwa kumjibu ili kuliweka sawa sawa, unafiki wenu upi? Ndio yeye atakuwa atoe ufafanuzi. Ndio maana hata wao waliotisha place juzi mpaka wamechukuliwa hatua, maana yake wameenda kumtukana Jeruti bila sababu ya msingi. Wanasema X factor wetu yuko wapi? Kwani yeye Jeruti alisemaje wakati anaanzisha ule mfumo wa X factor? Wale mchezaji wetu tunamtaja. Alisemaje? Watu wanunue jezi pisi ngapi? Pisi 100,000. Jezi zilonunuliwa hata pisi 20,000 hazijafika. Huyo mchezaji unaanzaje kudai? Tungenunua jezi sasa, tumefikisha ile idadi ya jezi pisi 100,000. Sisi wana Simba wote tuna haki sasa ya kujaji. Tumemaliza mzigo wa jezi zako ulizotaka tununue kwa ajili ya kumleta mchezaji ambaye tunamhitaji. Tumemaliza pisi 100,000. X factor wetu yuko wapi? Wewe mwenyewe ambaye umeitisha place hujanunua hiyo jezi. Alafu unaenda kujaji mchezaji. Na unasema huyu ni muhuni, ni tapeli. Watu warudishiwe pesa zao. Kwani yeye alichangisha pesa? Ile jezi unanunua ni jezi ya klabu ya Simba. Umechangia klabu ya Simba. Sawa? Hata kama mchezaji hajamleta, bado wewe umechangia klabu yako. Shida iko wapi? Alishawahi kuletwa Manzoki kwenye mkutano. Wanachama wote tupo pale. Tunakumbuka. Na kashasajiliwa klabu kwa Walabuni. Na Simba tulishindwa kuvunja mkataba milioni 400. Na akasema yeye avae jezi ya manyoka nyoka. Kuna mwanachama alimpiga bakola kiongozi? Alimpiga bakola tajiri na alikuwepo pale ukumbini Mwalimu Nyerere. Leo mtu anakaa pale kwenye muogo wake kwenye mkolosho anaenda kumtukana Jeruti ambaye anaonesha kabisa ni sponsor ambaye amekuja kuisupport Simba na kuionyesha Simba kwamba inatakuwa iende hivi. Wewe unakaa unamtukana.
Alafu mbaya zaidi mnampigisha shoti sasa tajiri wa Simba, mmejaza vinywaji vyake pale. Sababu siamini kama kwa kutuma kweli. Wamejaza vinywaji mezani kibao. Maana ukienda kuashiria vile vinywaji vilivyowekwa pale kiutaratibu, maana yule ndo mdhamini wewe. Huyu aliyetuma ujumbe anaitwa Zawadi, anasema kaka hao ni machawa wanang'ata na kupuliza. Yani nyinyi mnaonekana kama ni watu ambao mnaenda mbele, mnarudi nyuma. Kwanza mimi anitambui vizuri. Mimi ni mtu ambaye nimenyooka. Hata mashabiki wangu ambao wananifuatilia, wewe fuatilia kwenye comment. Unaona kila siku wanavyokuambia huyu jamaa kanyooka. Kwa sababu mimi sijawahi kuyumba. Mimi nikistiki hapo nimestiki hapo kwa sababu najua nini nakifanya. Na naamini hakuna mwanadamu aliyokamilika. Ni kweli. Zaidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Hiyo mitume ambaye inatuongoza si penyewe na mapungufu. Lakini pale ambaye naona kuna madhaifu nitakubali hapa nina madhaifu. Lakini sehemu nyingi ambayo naona mimi nasimama na kuzungumza ni sehemu ambazo zimenyooka. Sasa tumefanya press. Taarifa kwa umma zimetoka ngapi? Si 2. Lakini press hiyo imeenda kuzalisha matunda ya Simba. Swali langu la kwanza, nataka tuanze press yenu nyinyi, utofauti wake na hii press ya hawa ni nini? Tuanze na press yenu, utofauti wake. Utofauti wake ni mkubwa. Sasa tukwenda kumtukana mtu. Sawa. Tulienda kutoa miongozo. Sawa? Tunahitaji katiba mpya mpaka leo hakuna. Yaani nyinyi mlikuwa na vipande vyenu, mlikuwa agenda zetu. Wale hawakuwa na agenda. Wale agenda yao kubwa ni kwenda kutupinga sisi ambaye tunakamata jezi fake na kwenda kumpinga tajiri ambaye anadili na sisi. Hizo tu ndio agenda zao mbili. Ndio zilikuwepo. Turudi kwenye vipaumbele vyenu nyinyi kipindi kile. Vipaumbele vyetu, kipaumbele cha kwanza kutaka katiba mpya. Kipaumbele cha pili Mohamed Dewji kuvunja bodi yake. Sawa? Hicho ilikuwa kipaumbele chetu cha pili kwa sababu ni watu ambao tunaona wanatuumiza. Kipaumbele chetu cha tatu, timu imekosa ubingwa miaka 5. Hizo ndo zilikuwa agenda zenu. Agenda zetu. Mchakato mpaka leo umefikia wapi? Gani tulikuwa agenda zetu muhimu, lakini baada ya pale tumeona na mkaoji kuhusu kadi za wanachama. Kuhusu kadi za wanachama. Na hayo majibu yote yamekuja, viongozi wamejibu. Katiba ile pale tumekabidhiwa na msajili baada ya press yetu, na viongozi wametoka wamejibu. Tumeingia kampuni hizi hapa, kadi bado kutoka mpaka sasa, lakini wamejibu kwa press kwamba tushaingia mikataba. Maana yake kwamba press yetu sisi ilikuwa na faida na wanasimba, lakini press ya juzi ilikuwa haina faida kwa wanasimba. Wale ni wahujumu uchumi ndani ya klabu ya Simba, kwa sababu tulikuwa tunatafuta maadui. Maadui wa Simba ndo wale, na sisi tuliongea hawa lazima wachukuliwe hatua. Kama sisi tulitisha press, tumeambiwa tumeenda kinyume na utaratibu, lakini baada wiki 3 mbele wamekuja na majibu. Msajili kaja na majibu ya katiba. Viongozi wa Simba pande zote mbili wamekuja na majibu ya kadi za wanachama. Hasa utatuambia sisi tulikuwa machao. Hilo moja umejibu vizuri. Hizo umetaja kwa mtu ambaye anakutazama hapa na watazamaji ni wengi sana leo. Nadhani umetaja ajenda zenu ambazo nyinyi mlikuwa nazo. Kwa mtu ataelewa kipindi kile nyinyi ajenda zenu zilikuwa ni zipi, umezitaja. Hawa ambao wamekamatwa na polisi, wao shida yao kubwa hasa wewe unaona iko sehemu gani? Shida yao kubwa, kwa nini sisi Jeruti kadiri na sisi? Sababu kuwasikia wale machawa wa Mangungu, kama unamsikia vizuri Mwindi. Michawa ya Mangungu ile anadili na Jeruti. Anawaita nyinyi machawa. Michawa ya Mangungu, basi machawa, michawa ya Mangungu. Ukimsikia Mwindi alichokuwa anakizungumza pale kwenye press juzi. Maana yake ana chuki na sisi. Kwa nini Jeruti anadili na sisi? Kwa sababu yeye Jeruti alimuita Mwindi. Labda kuna mambo ya kiriziki ndani yake. Naomba unisikilize. Jeruti alimuita Mwindi ofisini kwake, kama unakumbuka ile video hii. Na jana ilitrendi. Wakiwa wote akimwambia kwamba tarehe fulani nafungua duka kubwa hapa floor ya kwanza kwa ajili ya kuuza vifaa vyote vya michezo. Kila kitu kitapatikana hapa. Mwindi kule alienda alilalamika kwamba jezi yake saizi hakuna. Kweli mzigo uliokuwepo saizi kubwa ilikuwa hakuna. Lakini mzigo ulifika akamwambia njoo. Yeye lengo lake Jeruti amkabidhi ile jezi. Yeye akasema hapana, mimi naichangia klabu yangu so mbaya, akailipia ile jezi. Yeye alichojua kwamba kule kamuita ampe dili. Sisi tayari tuko mikoani. Ampe dili na yeye atafute mkoa aende. Hilo ndio ilikuwa issue yake kubwa. Hata ukimsikiliza juzi alichokuwa anakiongea, maana yeye anaumia, kwa nini hawa umewapa issue? Hawezi kadili na watu wote kwa mara moja, afu kiangalia center nyingine bado hajafungua. Kwa kukumbusha wale ambacho unadhani kimewaweka matatani mpaka sasa hivi wamekamatwa na polisi, shida yao kubwa hasa ni nini? Kwenye kile ambacho walikizungumza, walizungumza vipi na vipi? Shida yao kubwa ni kwenda kutukataa sisi. Sawa, lakini shida ya pili kwenda kumtukana Jeruti, kwa sababu kuna kauli Mwindi alitumia, nimesahau tu, lakini ni kauli sio nzuri ya kuitumia. Kama alitumia James Wanda kwetu sisi. Yule James Wanda saizi na yeye atakuwa ashikiliwe na jeshi la polisi. Kwa kauli ile. Ila kwamba sisi ni wakarimu kwa sababu katutukana sisi mashabiki wenzake. Tumeamua kumchukulia poa, lakini mimi nilikuwa miongoni mwao kuwashauri wenzangu, sababu mimi nilifanya kipindi kwamba huyu watuombe radhi ndani ya siku moja. Akishindwa kutuomba radhi tumchukulie hatua, na kajibu. Akaendelea kugogelea msubari kwamba sasa nitakataka, washaanza kujibu takataka. Yeye manake kwenye Simba anajiona na thamani kubwa kuliko mtu mwingine. James Wanda sijui kama ni mwanachama kwa. Sijawahi kukutana naye kwenye mkutano wote wa Simba. James Wanda mimi na una uhakika kama ni mwanachama. Sina uhakika kama ni mwanachama. Na tawi lake liko wapi? Sina uhakika. Lakini ametoka kinaga ubaga na kututukana mashabiki wenzake ambao tunadili na Jeruti. Na yeye kwenye dili lile alikuwepo, kalikataa. Akasema na majukumu yake. Lakini leo anatoka na watukana wana Simba wenzake kuwaaminisha kwamba Jeruti amekosea kudili na sisi. Alafu sisi tumwambie, sisi hatuja kurupuka tu kudili na Jeruti. Jeruti kafuata protocol zote zinazohusiana na mkataba wake na kufanya na sisi kazi. Na kapewa baraka. Ndio maana sisi tunaona tumepewa ushirikiano na viongozi wote wa mikoa. Tulipo. Au kuna mkoa mbona mshabiki kaenda kakosa kupewa ushirikiano?
kwenye lile dili, kila mmoja akapewa ushirikiano. Lazima tuhakikishe tunakamata jezi feki na tuhakikishe mashabiki wetu tunawapa semina wanavaa jezi original. Watu wa mikoa wote wametupokea kwa baraka zote, lakini mtu anatokea tu nyumbani kwake anaanza kumtukana Jeruti, anaanza kutuambia si takataka si machawa. Chawa ni mtu ambaye anamsifia mtu ambaye afanye naye kazi. Sisi tumeenda kufanya kazi. Mimi nimesikiliza kila kitu kwenye ile press, maana si ndo tuko kwenye sekta hiyo kwenye michezo. Mimi nimefuatilia. Nikuulize swali. Mwao miongoni mwa matamko yao wamesema Jeruti yeye Simba kuimiliki Simba bado sana hatoshi. Unaona Jeruti kweli hatoshi? Kwanza sikwani Jeruti anaimiliki Simba? Jeruti ni mwekezaji ndani ya Simba. Hilo kosa tu la kwanza, piga X. Tena ushamchafua. Yaani unamuingiza kwenye vita ambaye yeye hayupo. Si umeelewa kwamba hiyo ni kosa. Wao wanavyohisi na tetesi zinavyoonekana kwamba Jeruti ni kama anaanza taratibu kuingia, mwisho wa siku kwamba atakuwa miongoni mwa wanahisa ndani ya Simba. Sasa wao wanamwambia kwamba Jeruti bado sana. Yeye afanye kazi yake tu ya kuuza jezi, aachane na masuala ya kuimiliki Simba. Kwani hizo jezi ameingia mkataba wa shilingi ngapi? Ili tuseme huyu ni bado. Mkataba alioingia na Simba ndani ya miaka 5 ni shilingi ngapi? Bilioni 38. Hiyo hela ndogo. Yule loka pala na bilioni ngapi? Unajua bilioni 38 brother sio hela ndogo. Yaani usihitaji kile rahisi. Kwa kuhitaji mdomoni ndio hela. Utaiona ndogo, lakini nenda kwenye uhalisia. Alafu kamdharau ukasema kwamba huyu hatoshi. Na yeye hajasema kwamba yeye anataka kuimiliki Simba. Simba katiba yetu mpya sasa hivi Simba inahitaji wawekezaji. Kwani kuna ubaya Jeruti akisema na mimi naingia kwenye sehemu ya wawekezaji na nabaki kwenye sekta yangu ya jezi? Kuna ubaya? Kwani GSM ni mwekezaji? Ngoja. GSM ni mwekezaji kule Yanga? Bado. Yeye ni sponsor wa jezi lakini atafanya kila kitu ndani ya ile klabu. Mbona waseme yule hatoshi? Kama wao wanasema kwamba huyu bado hatoshi, kwa mtazamo wao wanachokifikiria. Tuulize GSM ni mwekezaji Yanga? Mbona wao wameenda kwenye huu mfumo, washaenda kwenye katiba, kwenye mabadiliko, sijajua mpaka leo imefikia wapi. Je, GSM mwekezaji? Mbona anafanya kila kitu, anasajili wachezaji, timu inasafiri, wanakula kila kitu. Sawa? Na bado jezi anafyatua yeye. Mbona hawajaji kusema huyu hatoshi? Kaweka shilingi ngapi Yanga? Wanajua GSM kaweka shilingi ngapi kwenye sponsor wake wa jezi? Lakini Simba tunajua ni bilioni 38. Maana yake analipa bilioni 6 kwa mwaka. Wewe unamuonaje huyo mtu wa kawaida? Kwa hiyo ni watu wa wajinga, ni watu wa hovyo. Kwa hiyo hata sisi tulipush kwamba wao wakamatwe. Kama sisi tulikamatwa, tulionekana tulikosea. Wao vibali walipata wapi? Na tuliomba watu tunataka taarifa kwa umma na tuwasikie wako polisi. Kwa hiyo mimi nilipopata jana ile taarifa, nimepigiwa na mwandishi mmoja kabla sijaingia mtandaoni. Bwana, jamaa zako wameshikiliwa. Nikapiga ngumi moja kwenye ukuta mpaka niupasue ukuta. Yaani ukuta bado kidogo tu uanguke. Kwamba ni safi. Hii ndio dawa inayotakiwa. Yaani wote wa hujumu uchumi kamata, weka ndani. Huwezi kupinga maendeleo. Kaja msimu wake wa kwanza tu kanunua basi la klabu. Aina ya Iliza ambaye kwa Tanzania ni timu ya pili kwa na basi kubwa, aina ya Iliza lenye samani. Au ambao wachukua ubingwa mara 5 mfululizo hawana hilo. Bado wanatembelea Jafongo basi la kizamani la kubebea magogo polini. Jana hiyo Ahmed Ali ambaye yeye ni mkuu wa kitengo cha habari cha klabu ya Simba ameandika kwenye ukurasa wake, nasoma hapa. Ahmed Ali yeye kaandika, mashabiki wa klabu ya Simba mnaolumbana kwenye vyombo vya habari, wote mna hoja za msingi na wote mko sahihi kwa mitazamo yenu. Ahmed Ali ameandika, mashabiki wa Simba mnaolumbana kwenye vyombo vya habari, wote mna hoja za msingi na wote mko sahihi kwenye mitazamo yenu. Akaendelea kuandika Ahmed Ali, agizo langu ni wote kuacha mara moja marumbano hayo ili kuipa klabu utulivu iendelee kupambana na ligi kuu. Para ya 3 Ahmed Ali ameandika, kama mnafanya kwa matakwa yenu basi sitisheni kuanzia sasa, na kama ni maagizo basi waambieni wanaowatuma watoke hadharani wazungumze wenyewe ili dunia ijue wanagombania nini. Na mwisho akamalizia, kwa sasa wanasimba wote tuunganishe nguvu ya pamoja kupambana na maadui 15 wa ligi kuu ya NBC. Tunachokihitaji ni furaha na furaha yetu ni ushindi. Msemaji wa taasisi nimeagiza. Para ya 3 ameandika Ahmed Ali, kama mnafanya kwa matakwa yenu basi sitisheni kuanzia sasa, na kama ni mnapewa maagizo basi waambieni wanaowatuma watoke hadharani wazungumze wenyewe ili dunia ijue wanagombania nini. Mimi narudi nyuma tu kidogo. Wale wametumwa. Ahmed Ali hayuko Simba leo. Msoto wote wa miaka 5 Ahmed Ali tunayo, ambaye hatuna ubingwa wa ligi, ameambulia ubingwa wa CRDB msimu huu na muungano, na pamoja na muungano aliochukua msimu ule mwaka juzi. Sawa, ndio ubingwa ambaye kauchukua pamoja na ngao jamii ambaye tulichukua kule Tanga. Kweli kweli? Ni kweli. Wakati kiongozi mkubwa anatoka wa bodi anatangaza kuna viongozi wana matatizo ya afya ya akili baada ya kufungwa na Petro Atletico ya Angola goli 1-0. Mechi ya kwanza msimu kwenye makundi hapo. Uloichi. Yeye alijibu nini? Sababu ni kiongozi mkubwa wa klabu. Na yeye ni msemaji ambaye kaajiriwa na wale. Alisema nini kule ndani?
Ukitoka mpaka kiongozi anasema kuna watu ndani wana matatizo ya afya ya akili, maana hajasema mashabiki wala wanachama. Ametaja kwenye management viongozi wenzake. Na yeye yuko ndani. Na yeye yuko ndani. Mbona hajatoka kukemea lile? Si unanielewa kwa makini? Lakini narudi tena la pili. Tarehe 2 kumbukumbu yangu. Kitu kama hicho kulikuwa na mkutano Bunju kule. Wa dharura ambao umeitishwa na Muntaza Mangungu. Kweli kweli? Ambaye ameenda kuteua bodi ya wadhamini ambaye anatakuwa wasimamie kila kitu kinachohusiana na Simba kuhusu swala la hisa na masuala mengine yote ambayo yanahusiana na klabu, kwa sababu kaamrishwa na baraza la michezo. Kwenye ile katiba mpya lazima teue bodi la wadhamini, na hiyo bodi lazima ipitishwe na wanachama. Tofauti na zamani wakipitisha imepita wao kama wao, yani wao wanatokea watu wa mapendekezo wailete kwetu, sisi tuipitishe. Baada ule mkutano adharura uitishwa ambao wamekutana kule Bunju, silitoka taarifa kwa umma kupitia mwenyekiti wa bodi kwamba ule mkutano batili. Ule mkutano aliitisha nani? Tuliitisha sisi. Sikaitishwa kiongozi wa wanachama. Mwenyekiti alopewa dhamana, mwenye Simba yake. Lakini bado ilitoka taarifa kwa umma kwamba mkutano ule batili. Ilitrend sana. Ulimsikia Mediali alitoka pale kukemea? Hakutoka. Kwa nini aje kulikemea hili? Yaani siku zote usiangalie ulikoangukia. Angalia uliko jukwaa. Kuna mwingine akianguka pale anaanza kutukana pale alikoangukia. Baada ya kugeuka nyuma angalia. Hata kama ukikuta kisiki, gogo limelala limekupasua, usilaumu pale ulikopasuka. Laumu kule ulikosababishwa mpaka umepasuka. Kwa hiyo kama yeye kweli ataka kutoa maoni yake na kutoa rai, maneno yake ni mazuri, lakini angeanzia kwenye station hiyo ile ya kuitwa watu wana matatizo ya afya akili ndani, na hii ya tarehe 2 ya mkutano wa kuteua bodi ya wadhamini. Ndio ningemwona huyu kweli anaitakia mema klabu, lakini akitoka akisema kwamba nyinyi wote naonekana hoja zenu za msingi. Kwani sisi tunalumbana? My friends. Wale walioitisha press na yule aliotuita takataka. Mbona sijamsikia mjibu aliotuita sisi takataka juzi? Sikuna mtu katoka akatuita sisi takataka. Ile haikumuuma. Kwa hiyo sisi kalizika sisi takataka. Mbona hajajibu ya yule alioita takataka? Mashabiki wenzake. Lile ni kosa kubwa. Kwa sababu leo kinaita mimi takataka, maana yake umewaita na wale mashabiki wengine wote takataka. So mimi ni Simba, na hao wengine pia ni Simba. Kesho mtu akitoka akisema ukweli kuhusu klabu yake, na si takataka. Alafu huyo anaoita mtu takataka, hana dhamana yote kwenye uongozi. Sio kwenye ngazi ya juu wala kwenye ngazi ya matawi. Lakini anatoka na watu wenzake takataka, kisa tu aliwahi kwenda kwenye Simba Day kapewa kipaza, basi kajiona yeye kwenye Simba ni mkubwa kuliko mtu mwingine. Kuna watu wapo Simba toka miaka hiyo na wana heshima kubwa na wana thamani kubwa, hawaonekani kwenye vyombo vya habari na hawajawahi kumtukana mtu. Lakini wewe from nowhere tu, kisa umepewa tu kile kimaiki pale kwenye nini UMC kwenye Simba Day moja, basi ukajiona wewe ndio Simba sana, unakaa unaanza kuwatukana watu. Kwani sisi tulifanya place ya Mangungu mara 2, Mo tumepiga mara 1. Kuna mtu pale alisema yule Mo takataka? Hakuna. Yupo alimwambia Mo kwamba wewe ni toilet paper? Hayo ni matusi mazito kwa mtu ambaye unye uweledi, umelelewa na wazazi wenye hekima zako. Huwezi kuongea hayo. Lakini yeye kwetu kajifanya mwamba faina, katutukana Mediali ya kutoa andiko kwa KM Rwanda. Kwa nini katutukana sisi? Maana yake kule kuna shida. Kwa hiyo tukisema sisi tunaonekana maadui, ila wakisema wengine wanaonekana baridi, kama anavyosemaga rais mstaafu. Yani KM Rwanda hajakemewa kwa Mediali alitoa andiko alikemea kwa KM Rwanda. Kwa nini alituita sisi takataka na tujamtukana? Kuna nani alimtukana KM Rwanda? Nani alimtukana tajiri? Taarifa ilitoka ilikuwa Dr. Mo kwa mahaba yake na machungu yake, akasema kwamba wana Simba, kaandika andiko. Tukutane ofisi ya mkuu wa mkoa ili tupeleke barua yetu wapi? Kwa waziri wa michezo, si ndio hiyo? Sasa yeye kumtukana mtu.